Mulega ligi. Mulega. Ngenda mwegoko. Mwegoko. Yani ina moko manga yako mwegoko. Kiamo mwegoko. Mwegoko. Kikajo mwegoko. Mwegoko. Yani ina moko kwa mwegoko. Darugo mwegoko. Mwegoko. Yani ina moko. Asanteni sana nando wa Kikajo. Kikajo mwegoko. 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 Mulega. Asanteni sana. Kiamoli ekoro Kikajo. Kiamoli mwegoko. Mwegoko. Asanteni sana. Naibu wa Rais, niko na furaha sana siku ya leo kukukaribisha katika eneo hili la Gatundu ya Kusini. Ni siku nyingi hatujapata hafla kama hii ya kupokelea naibu wa rais wa nchi ama wa jamhuri ya nchi yetu ya Kenya. Na leo tuko na furaha sana kukupokelea hapa kwa hafla ya kuhakikisha kwamba hawa watu ambao walituchagua, hawa wangwana, hawa wananchi, hawa ambao ndo wenye nchi, hawa ambao ndo wenye mamlaka ambayo sisi tunatumia, ambao wametupatia sisi mamlaka hii tuitumie kuendeleza biashara yao, kuhakikisha ya kwamba shule zetu zinaendelea vifaavyo, kuhakikisha ya kwamba fedha yetu ambayo ni ya kujenga barabara inatumika vilivyo, kuhakikisha ya kwamba fedha yetu ambayo tuliweka katika Hustler Fund inatumika kwa kuwasaidia hawa kufanya biashara zao, kuhakikisha ya kwamba fedha ambayo tumeweka katika hadfa ya NSSF inafaidi hawa watu wakizeeka na kuwamudu katika maisha yao. Mimi nakushukuru naibu wa rais. Hatujakuwa mbeleni na naibu wa rais katika kipindi ambacho kiko hapa, ambacho tumekitumia cha miaka 15 sasa tangu tuweke katiba mpya. Hatujapata naibu wa rais kuja kututembelea hapa katika uwanja huu na kwa hafla ambayo wewe umekuja kufanya hapa. Naomba nikushukuru naibu wa rais kwa sababu wewe ulipochaguliwa uliniambia ya kwamba mambo ambayo yamekuwa yakitusumbua utayatatua. Jambo la kwanza ambalo limetutatiza hapa ni umeme. Umeme imekuwa ikipotea mara kwa mara. Ukiuliza watu hawa wa kutoka eneo la Kiganjo, watakwambia umeme inapotea mara 3 ama 4 kwa wiki. Ukienda pale Theta Tea Factory, na nimefurahia kwa sababu umekuja hapa na katibu wa umeme ambaye mmekaa na yeye hapo. Katibu anajua nimempatia mwaka uliopita kila mwezi masaa 88. No, 188 stima imekuwa imepotea. Sasa sisi tuko na connectivity ya umeme lakini umeme hakuna. Sisi tunaomba jambo moja, ututengenezee, na anajua ako na hiyo request kutoka kwangu. Katibu wa umeme ako na request ya kwamba ututengenezee substation hapa Gatundu, isipokuwa ile iko kwa sababu sisi umeme wetu unatoka substation inaitwa Ng'etho. Kabla ifike hapa imeenda kilomita 400 kwa laini. Sasa sisi tunaomba ututengenezee substation hapa, alafu tutaweza kupata umeme. Jambo la pili, tuna maji hapa. Maboya ya maji tuko na matatu hapa. Lakini naibu wa rais, tunalipa maji zaidi ya watu wanavyolipa dhahabu. Mimi nataka kutangaza hapa wazi kwamba maji hapa ina bei kali kushinda maji inavyolipishwa Nairobi, Amerika na Jerumani.
Wenye kujenga mabwawa ni sisi. Wenye kupeana mashamba ya kujenga mabwawa ni sisi. Wenye kupeana njia za maji ni sisi. Lakini watu wa kulipa pesa nyingi na gharama nyingi ni sisi. Sisi tunaomba Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Naibu Rais, tunakuomba kwa sababu wewe ndio chair ama wewe ndio mwenyekiti wa IBEC. Unapoongea na watu ambao wanashughulika na mambo ya maji, uulize watu wa Kiambu na watu wa Gatundu, uulize kwa watu ambao wanahusika kulipisha maji, uulize, je, lazima tulipe pesa nyingi? Jambo la tatu, Mheshimiwa Naibu wa Rais, sisi hapa tuna police stations. Na nimemwona OCPD Makena yuko mahali fulani, sijui yako wapi. Ndio yule pale. Anatembea kwa mguu kama mfuko. Hana gari. Ikitokea uhalifu mahali popote, hawezi kufika. Mimi nataka kukuelezea Naibu wa Rais, tuko na wodi 3, tuko na wodi 4, na mimi nataka nikuelezee OCPD hana gari. OCS hana gari. OCS wa Kiamwangi hana gari. OCS wa Kiganjo hana gari. OCS wa Ndarugo hana gari. Mimi Mheshimiwa Naibu wa Rais nimejitoa sana. Hapa Muthaiga mahali tumekuchukua saa hizi. Mukinye hapo. Nimejenga police station. Nimejenga mpaka ya ghorofa hivyo. Ndio ituchunge kushinda dhidi ya wale watu ambao wamekuwa kuja kuiba mifugo yetu kutoka ule upande, lakini nimetengeneza police station ambayo haina gari. Sasa mimi najua wizara uliotoka kabla kuchukua mamlaka ya Naibu wa Rais ndio iko na shughuli hiyo. Na mimi najua sihitaji kukuambia mambo mengi. Mama Simba, nilitaka hata Naibu wa Rais asikize haya mambo. Haya tu ya magari ya hawa wenye ulinzi. Na nimejua umesikiza. Hasa sisi tukipewa hiyo tutakuwa tumefurahia. Jambo la mwisho, ningefurahia kama ungekuja na katibu wa mambo ya kilimo na mambo ya irrigation. Kuna bwawa linaitwa Ndarugo ambalo linafaa kupatia hawa wananchi wote maji ya kulima. Na sasa ilifika phase 1 kidogo maneno ikaharibika. Watu wa Ndarugo wanajua haya maneno. Na watu wa huku mpaka Mutomo, hayo maji yanafaa yawafikie katika phase 2 na phase 3. Mimi naomba tu huyo mradi ambao tulikuwa tumesaidiwa na watu wa Hispania uendelee, tumalize, tupate chakula na tuweze kuwa tukiuza chakula kwa watu ambao wako hapa na wenye wako Nairobi na wenye wako nchi za kigeni. Mheshimiwa Naibu wa Rais, nataka nikushukuru kwa sababu tumekuwa na soko la Mutate ambalo lilikuwa limekwama kidogo, wewe umekuamua. Nilikuja kwako ukakuamua. Tumefika sasa wamekoroga. Na imesemekana miezi miwili inayokuja watakuwa wamemaliza. Kuna soko ambalo tumelianzisha pale Gathage. Na soko hilo la Gathage umesema liliwekwa katika gazeti siku ya Ijumaa iliyopita. Mimi najua na najua watu wengine waliona hapa. Na limetangazwa hilo na soko la Mundoro. Ili yawe masoko ya kisasa, ndio watu hawa akina mama mboga, watu wa bodaboda, wamama ambao wako na chakula wanazalisha katika mashamba yao, waanze kujimudu na kupata soko kutoka maeneo ya Nairobi, Ruiru na kwingineko kama Juja. La mwisho, Naibu wa Rais, mimi nina raha sana nikisema ya kwamba mjenzi ama mwanakandarasi anayeitwa H. tumejadiliana naye jana. Ameniambia alikuwa anaangalia hali ya hewa. Amesema iko sawa. Ati wewe umemwamuru akuje hapa
anzishe barabara ya kutoka kwa Kimanga kwenda Kahuguini, kwenda Gathage na kwenda kwa Magemio. Mimi naibu wa rais, ukitoka hapa mimi nitabaki hapa, kwa sababu nitangojea mpaka siku ya kesho wakati ataleta equipment yake aanze kujenga. Umeniambia hivi sasa tuko na wewe, na nimehakikisha kwamba hivyo ndivyo ilivyo. Mwana kandarasi ambaye alipatiwa barabara ya kutoka Kagema kwenda Karatu atakuwa katika site juma lijalo. Umenihakikishia ya kwamba kiwanja cha Karatu Stadium ambacho kimekuwa kero katika maisha yetu, kwa wananchi wetu, kwa wanafunzi wetu, utakitengeneza, kitaimarika, na mwezi ujao katibu wa michezo Elijah Mwangi atakuja kufungua na wananchi hawa watakuwa hapo. Mimi nataka nikushukuru Mheshimiwa Naibu wa Rais kwa mambo ambayo serikali hii imetufanyia. Wiki lijalo, na isipokuwa ni hafla hii, pesa ambayo ilikuwa tuna pesa ya bursaries, nilijaribu, nimemaliza kuandika checks, lakini nikasema turauga tutigomba kuheana ceki tondu mugeni ni eguka na deputy president wakatwamua mukira tucoke tuthii tukaheana ceki kiumia giki kiroka wanjiriria muthenya wa keri na tukanjiriria haria gatitu andu akia mwangi mwe guku ceki cianyu cia basari citiari na nigacirehe wodi icio ingi ni ku communicate no ciothe ciguko wiki iriku wiki ino turi utire mundu gakinya gatano atari na ceki yake na twekire kana mutioi ethi mutirani kana twekire tugire kaimana gutigatwika mundu ati ni ariyaga mbeca cia andu akaneana mbeca ati fomu ciendagio guku ta njugu niguo tukiuga andu maricamanagia kiwanja makauga mundu ni abataire tukaheana basari niguo turekire rita riri niguo turekire na gutire hindi ingi mbeca cia basari igacoka kuiyo na igacoka kuhuthirwo ni andu angi. Nikimalizia, Naibu wa Rais, serikali yako tumeipatia wafanyikazi, na nikiangalia hapo kando yako uko na makatibu ambao kazi yao ni kutenda kazi. Unaona katibu wa barabara ambaye anafanya kazi kabisa, lakini pia kuna makatibu wengine hapa wameanza kufikiria wanakuja kufanya kazi ya siasa. Sasa mimi nataka niseme namna hii. Serikali hii tulitafuta sisi wote. Wengine waliteuliwa baada ya sisi kutafuta serikali. Na hawa wananchi hawa ndio walitupatia serikali. Kweli rongo? Na wakasema kabisa, wakasema kinaga ubaga, watu ambao wamempatia kazi tofauti. Wakasema wewe ukuwe naibu wa rais, wakasema mwingine akuwe rais, wakasema mwingine akuwe mbunge, wakasema mwingine akuwe gavana. Kila mtu afanye kazi yake. Na hao makatibu ambao nimesikia wanakuja hapa kuzurura kuvuruga watu wengine, wajue sisi ogo mundu ina mwana mugongo ni murotari na mwana mugongo mundu nenda gukoke, lakini hawache kujificha hapo kwa serikali hapo na vuruga amejificha hapo. Akuje hapa aseme anataka kiti. Sio, nawatambua wale ambao wanatafuta viti. Na ni vyema, ni haki yao, lakini mtu waje hapa peupe mchana bila uoga, bila usiku, bila giza. Kweli rongo? Sasa Naibu wa Rais, nadhani nimekwambia mambo yote ambayo nilihitaji kukwambia, na mimi nawaomba tumepangana hapa katika makundi ambayo tumekuja kusaidia kufanya biashara. Kweli rongo? Utikiuge kemi hau anini netore tuona thirikari ege yukite gwiciria uhoro wa mundu kauga group ino nitukumahe mbeca ni muri muona tore tuona ni rita rĩa mbere. Na mimi nataka kushukuru Naibu wa Rais kwa sababu haya mambo ambayo wamekuwa wakifanya katika jimbo hili la Kiambu yamefaidi watu wengine, wengi wamefurahi sana.
na leo ni siku yetu hapa katika constituency ya Gatundu ya Kusini. Sasa mimi naomba wakati nitaita Mheshimiwa Naibu wa Rais mpigie makofi kwa sababu ameamua kuja kutusaidia sisi. Na vile ameniambia amepanga mambo. Ni afagete ke? Ni afagete ke? Ni afagete ke? Atinajira atiriri. Atini arari kundu kuingi no riwe guku. Atina niwe guku ri niko kwari kwa Jomo. Ugaye ate guku ri nikuo wiyathi waumire. Ugaye na ate guku ri no nginya tiga kibeti kirito gukira kuria kungi guothe. Unakubaliana na hiyo maneno? Ndamwita nimukumuhurira ruhi. Nimukumuhurira ruhi. Nimukureka aigue mucii. Na nigetha andu aria maratwira atiriri ati tume thirikari-ini iri ithue twacagurire. Iri ithue twekire atia? Thirikari ino ri yacagurirwo nu? Ni amacagurire thirikari ino? Ni amacagurire thirikari ino? Ni munogetie? Ni munogetie? Ni munogetie? Tukauga atiriri gikuyu kiuma maundu meri. Ikamagwire iki? Ikamagwire iki? Ikamagwire njoku nere gaithitie. Iregete atia? Na mungira kumenya uhoro wa iria ri murie kago tondu niko ko uhoro wa gucinwo ni irio ri kago haratia aratigwo ndo itu riu ndia muria atiriri inyui tondu ndenda kuigua munene akiguaga munene rukamake ni ngurikia wakona ihenya kendikia ndenda mwire munene akiguaga thirikari iria atonguragia na ndona munene wa TVET haha ucio Naibu wa Rais huyu ndo mkubwa, huyu ndo principal wa TVET yetu hapa ya Gatundu, ambao nitakuita hapa mara ingine tufanye mambo kidogo tumsaidie. Anafanya kazi njema sana, ako na wasichana na wavulana 667 ambao ni watoto wa hawa watu hapa, na yeye tumemsaidia sana kwa fedha ya CDF. Amejenga mambo, anatengeneza mahali umeland pale, tutakutengenezea kabro, ataweka hapo. Amefanya kazi njema. Ndera mwene munene atiriri haha akiguaga no tuthure thirikari tucoke tumionie mugongo. No tuthure thirikari tumionie mugongo. Okuri nigwenda umenye na mumenye mutitu uria munene muno wina ha rugongo niguo katiguo kuria mau maruagira na itungati cia mau ni ithwe na itungati cia rurire ni ithwe. Andu aria mararehe mbeca guku mukuga andu aria marona mathina ri tumanengere kanyamu. Andu aria matena ciana mathahota kurihira school fees ri tumanengere cheki cia basari. Niguo kana tiguo gutungata rurire na itiku. Mimi nataka kumaliza kwa kusema hivi. Nataka kumaliza kwa kusema hivi. Tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka wa 22 ndio mambo ya yesa ilianzia. Na hayo mambo yalianzisha huko Kafiroine, katika parish ya Kafiroine. Na mtu aliyeanzisha maneno ya yesa mnamjua. Na alisema hayo mambo mbele ya mapadre 9 na kandamnasi ya watu. Akasema yeye akiingia katika serikali ya William Ruto hata kuwa na hata siku moja ya kuenda kando na vile anavyoambiwa na mdosi wake William Samoei. Nani? William Samoei. Na kwa sababu nyinyi mko na mambo ya kuangalia filamu, muende muangalie, nimewapatia siku Kafiroini katika mazishi ya jamaa fulani. Sasa huyo ndo mtu anakuja kutusomea. Ati anasema ati Mr. Yesa. Ati sasa anasema kwa sababu naibu wa rais anasema Yesa, ati sasa yeye ni mtu ati hana ajui ni nini anafanya. Mimi nataka mumuulize, na mimi kutoka siku ya leo muniangalie kila juma, kila wiki nitakuwa nikiwaambia huyu alisema hivi na sasa anasema, turudie, alisema hivi na sasa anasema.
ndiyo tuweze kujua watu watapeli, watu waongo, watu ambao kazi yao ni kupiganisha raia. Na mimi sitakoma kuambia watu wetu mambo inavyofaa.